Ni simulizi ya ajabu kidogo, simulizi isiyo ya kawaida, simulizi inayomhusu njiwa au hua aliokoa maisha ya wanajeshi zaidi ya 100 wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia. Ndugu mtazamaji, huenda ukapata maswali. Inawezekanaje mnyama mdogo kama hua kuwa mkombozi wa wanajeshi? Lakini si tu wanajeshi, bali ni watu waliopitia mafunzo makali sana. Ni watu waliokuwa na kila mbinu ya kivita. Endelea kuwa nami katika simulizi hii ya kusisimua. Simulizi inaanzia mbali kidogo katika kipindi cha vita kuu ya kwanza ya dunia. Kama tunavyojua, vita kuu ya kwanza ya dunia ilitokea mnamo karne ya 20, na maanisha mwaka 1914 na kudumu mpaka mwaka 1918. Na vita hiyo ilichochewa kwa kuuawa kwa kiongozi Archduke Franz Ferdinand wa Australia na kuhusisha mataifa makubwa duniani kama vile Uingereza, Ufaransa, Urusi, Ujerumani na baadaye hata Marekani ilikuja kuhusika. Vita hii ilikuwa sio poa, kwani ilisababisha madhara makubwa sana kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Picha inatuleta moja kwa moja kwenye msitu mkubwa sana uliojulikana kwa jina la Argonne uliopo nchini Ufaransa. Moja ya eneo lililoshuhudia mapambano makali sana kati ya jeshi la Kijerumani na jeshi la Kimarekani. Msitu huu uligeuka kuwa uwanja wa mapambano baina ya majeshi hayo mawili. Lakini baada ya mapambano ya muda mrefu baina ya majeshi hayo, jeshi la Kimarekani lilijikuta likizidiwa nguvu, na mwishowe liliamua kukimbia na kulazimika kujificha kwenye korongo moja kubwa sana lililokuwa katikati ya msitu huo wa Argonne. Wakiwa ndani ya korongo hilo, wanajeshi hawa walikumbwa na hofu, huzuni na kukata tamaa. Muda huo jeshi la Kijerumani lilikuwa likisogelea taratibu. Cha kuhuzunisha zaidi, mawasiliano yao na makao makuu yalikuwa yamekatika. Chakula nacho kilikuwa kimeisha na matumaini yakawa machache mno baina yao. Wengi wao walianza kusali sala zao za mwisho, wakiamini kuwa walikuwa karibu na mauti. Katika hali hiyo ya taharuki, mmoja wa wanajeshi alipata wazo. Baada ya kupata wazo, alitabasamu na kuambia wenzake, "Jamani, kuna njia moja pekee iliyosalia." Wanajeshi wote walimtazama na kumgeukia kwa mshangao na hamu ya kujua alichokimaanisha hasa kilikuwa ni kitu gani katika muda huo ambapo hakukuwa na tumaini lolote lililokuwa limebakia. Ndipo alielekeza mkono wake sehemu fulani ya pembeni na kumtoa njiwa aliyeitwa Thierry Amy, yaani rafiki mwema kwa lugha ya Kifaransa. Je, njiwa huyo alimaanisha nini kwa mwanajeshi huyo? Wote walitazama kwa matumaini mapya. Mwisho walitambua kuwa njiwa huyo angeweza kuwa njia pekee ya kuwasiliana na makao makuu. Haraka waliandika ujumbe uliosema, "Tumenaswa, tunahitaji msaada wa haraka. Adui wanazidi kusogea kila sekunde. Mkichelewa, huenda tutapotea wote." Ujumbe huo ulifungwa kwa uangalifu kwenye mguu wa Thierry Amy. Baada ya dua na matumaini ya pamoja,
walimrusha njiwa huyo juu angani. Lakini kwa bahati mbaya adui walishtukia swala hilo, kwani walipomwona njiwa huyo akipaa walitambua kuwa ndilo tumaini la pekee lilobakia. Wakaamua kumlenga kwa risasi. Piga risasi na kupiga. Risasi kadhaa zilimkosa kosa na baadhi zilimpata. Moja ikavunja mguu wake, nyingine ikafyatua bawa lake, lakini nyingine ilimjeruhi mwili wake. Lakini cha ajabu, licha ya kuvuja damu, Chiliami aliendelea kuruka juu na juu zaidi kwa juhudi zote alizobakiwa nazo. Baada ya dakika na sekunde kupita, Chiliami alionekana kuanguka, si kwa kushindwa bali kwa uchovu, kwani alikuwa tayari kwa katikati ya kambi ya jeshi la Marekani. Akiwa anagaagaa chini huku na kule, huku damu nyingi zikiwa zinamtoka, lakini ujumbe ulikuwa salama. Ndipo mmoja wa wanajeshi aliyekuwa karibu na eneo hilo aliona kuna njiwa wakigaagaa hapa na pale akihitaji msaada. Mwanajeshi huyo aliamua kumsogelea njiwa huyo. Alipomsogelea, aliona kama kuna ujumbe mguuni mwa njiwa huyo, na baada ya kufungua ujumbe huo aliona taarifa iliyoandikwa na wanajeshi wenzao waliokuwa msituni wakihitaji msaada. Kwa haraka alikimbia ofisini kwa ajili ya kutoa taarifa aliyoipata kutoka kwa njiwa huyo. Bila kupoteza muda, kikosi kilitumwa kwenda msituni mahali walipoelekezwa. Baada ya kufika eneo la tukio, kwa bahati nzuri walikuta wanajeshi wenzao bado wako hai, na jeshi la Kijerumani halikuwa limewafikia kwa muda huo. Zaidi ya wanajeshi 100 waliokolewa kwa ujasiri wa njiwa huyo mdogo. Ama kweli Chiliami alikuwa na haki ya kupatiwa matibabu ya mguu wake na bawa lake. Heshima kubwa ilitolewa kwa ndege huyo na jina lake lilibaki hai kama shujaa wa vita. Na baada ya kipindi kifupi, Chiliami aliaga dunia, na alipoaga dunia aliwekwa kama sehemu kubwa sana ya kumbukumbu na heshima kwa ukombozi mkubwa aliokwisha kufanya. Ndugu mtazamaji, simulizi hii ya ajabu inanikumbusha na inafanana kabisa na simulizi au hadithi ya mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Yesu Kristo. Swali linakuja, kiaje? Kumbuka hapo mwanzo sisi tulitekwa na dhambi. Hakukuwa na mtu ambaye angeweza kutukomboa. Hakuwepo yeyote yule, lakini tegemeo lililobakia ilikuwa ni yeye tu. Ndipo akaacha enzi yake, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, akafanyika mwili, akaja hapa, akakaa nasi, akajeruhiwa kwa makosa yetu, kwa dhambi zetu alipigwa, damu yake ilimwagika, na kwa kupigwa kwake sote tukapona. Na hiyo ilitufanya tusamehewe na kuokoka, kwani alisema imekwisha, na mpaka sasa tuko huru. Daima hawezi sahaulika kwa ukombozi aliofanya. Kwa leo ndugu mtazamaji, naomba niishie hapo. Nikushukuru sana kwa kuwa nami katika mwanzo wa simulizi hii fupi mpaka mwisho wa simulizi hii. Nina uhakika kwamba umejifunza kitu fulani, lakini hata kama hujajifunza, kuna kitu fulani kimeongezeka katika fikra zako. Mwisho, nipende kukuomba usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mfululizo wa video hizi zitakazo kupa mwanga katika akili yako na kukupa ukweli uliosahaulika na ukweli utakao kuwezesha kujifunza mambo
mengi mengi mengi. Nikutakie siku njema na bahati njema katika maisha yako. Asante sana.